Na miyembo kunasikiliza ni Amka na Baraka One TV tarehe 11 za mwezi wa kwanza 2020 saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, vijana wahitajika kuondoka na kujiunga na wazalendo uwanja wa vita, huku Nyantende, Mudusa pamoja na Mulambi mapambano makali kati ya M23 na wazalendo yalifanyika hiyo siku ya jana, na huku kuwapa ushindi mkubwa wa wazalendo, M23 wakipata kipigo kitakatifu. Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tanzania, Angola pamoja na Burundi endapo Rwanda haitotoa RDF wake pamoja na M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, majeshi hayo yako mbioni kuingia DRC ili kutungana na M23. Uvira, tokea kuanguka kwa jiji la Uvira, vijana wengi wa M23 wanazidi kupoteza maisha huko kwenye uwanja wa mapigano kwenye milima ya Nyanja ya Juu na Nyanja ya Chini. Na mkumbuka operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira, ambako vijana wahitajika kuondoka Uvira na kujiunga na wazalendo kwenye uwanja wa mapigano huko maeneo ya Nyantende, Mudusa na Mulambi. Mapigano yalikuwa makali kati ya M23 na waza. Kutokana na hali jinsi inavyozidi kuonekana kuwa mbaya ndani ya jiji la Uvira, huku vijana wakizidi kukamatwa kila kukicha na magaidi wa M23 na kupelekwa mahala ambako hapajulikani, kuliko kufa kama kuku ni bora mtu hufe kiume. Na hivyo wazalendo wanatoa ombi pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa vijana wote ambao mpaka sasa bado wamekwama ndani ya jiji la Uvira kuondoka na kuweza kuungana na wazalendo kwenye uwanja wa vita pamoja na FARDC ili kuweza kutetea taifa. Vijana wengi kwa sasa wamekwama ndani ya jiji la Uvira, huku mamia wakiwa na tafuta njia ya kuweza kutoroka, lakini inakuwa hiko ni ngumu kwao. Kwa wale ambao wamesalia, wamekuwa wakiishi katika vitisho katika nyakati ngumu, huku wakinyanyaswa na kuteswa na M23, na kila kukicha vijana wanakuwa wakikamatwa na kupeleka mahali ambapo hapajulikani. Tunasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani wote wenyewe wanajikuta yuko mu territoire yetu ya Uvira, province ya Sud Kivu, mu ville yetu ya Uvira. Tuna deklare wa ndugu yangu wa Kongomani bote wenyewe wanajikuta yuko mu ville Uvira, s'il vous plaît musichunge baba malize. Musichunge baba malize mu Uvira. Tunalomba bazene muigigence kwa jene wote ule mwenye atapata voice yangu hii. S'il vous plaît muipartager kwa kila mtu. Na ule mwatajisikia kujiunga na bazalendo saa hii mu ville tu ya Uvira, mu plateau ya Uvira, kando hata na territoire ya Mwenga, kote zone ya Fizi. Tutabalomba bazene benzetu benye watajitosha, ikwe baba, ikwe mama, ikwe fille, ikwe garso wa âge 18 kupandisha. Tunabalomba mkuye tujiunge, tuendelee kupigana na adui huyu M23. Msichunge wamalize hapa Uvira. Banaanza kuwa watu Uvira, bajene mnaisha Uvira, ababanishi tu maiti watu wanakufa hapa Uvira. Ndio ile bandugu yangu bajene. Nataka kubatumia nimero. Hii nimero ndabatumia, ni nimero mutakontakte nimero. Ile nimero itabaoriente namna wewe ukisema niko wa Mwenga, bana yao watakutuma utaenda fasi fulani, watakuoriente na batakupokea bien na batakufundisha namna kupiga silaha, munaanza vita. Na mwenyeko muzone ya Uvira batakoriente
Tutakuoriente namna wewe kufika, unatukutanisha kwenye tuko, tunajiunga, tunaendelesha kazi ya kizalendo. Mwenye mko iko mzani ya Fizi, vile vile tutakuoriente kwenye utafika na kwenye utafika na banakupokea bien, unatumika na wenzako bajeni. Tusichunge batumalize bajeni. Musichunge batumalize. Tunabaita nyi wote mkuye mujiunge na sie tuendelee kupigana na adui. Musibakie mko mnaficha maumu Muvira aseme abata nifikia. Usichunge bakufikia bakuwe mtama. Mkuye mujiunge. S'il vous plaît tunabalomba acha tubapatie numero 085 040 71 99. Ile ni 0 ya Orange na numero ya WhatsApp ile. Tunarudilia tena hayo 085 040 71 99. Ile numero kilokalize, ile numero itakupatia mwangaza ya wewe kwenye utafika ukwe fasi yote ile mu zone ya mu province ya Sud Kivu, utapata namna ya wewe kufika na position batakuadresse na utafika na batakupokea bien na kila kitu na formation utafanya na tunatetea Uvira yetu, tunatetea province yetu, tunatetea nchi yetu. Bandugu yangu bajene, msichunge batumalize, mujiunge, mujiunge na sisi tuendeleshe kupigana na adui huyu mwenye iko napenda ibe pei yetu. Asante kwa ndugu Kongomani, mwenye atapata hii message yangu, aipartager s'il vous plaît kwa kila mtu. Anaweza kutumia mtu mwenye alikuwa na besoin kujiunga na bazalendo, tunamorienter namna kutukutanisha na tunaendelesha kupigana na adui. Asante, merci na watakia journée njema. Ukiachana na hilo swala la Uvira, maeneo ya Nyantende pamoja na Mudusa, Mulambi, mapigano yalikuwa ni makali kati ya M23 na vikosi vya wazalendo. M23 walionekana juzi wakikusanya maroli na vijana wengi kuwatupa maeneo ya Nyantende pamoja na kuelekea maeneo ya Ziba, ikiwa pia na maeneo ya Kamanyola. Maeneo ya Nyantende kulisikika milio ya risasi na Mudusa pia na Mulambi ambako wazalendo waliamua kukiamsha dhidi ya M23. Katika mapigano hayo, magaidi wa M23 waliweza kupoteza vijana wao wengi, huku wazalendo wakinyang'anya silaha nyingi na pia kuweza kuwazibia magaidi wa M23 wasizidi kusonga mbele zaidi. Je suis actuellement à Nyantende, vers Mudusa. Mudusa. En tout cas, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe. Ils se battent à Mulambi. Ça chauffe. Na baada ya taarifa hizo kutoka Kivu ya Kusini, tuingie jijini Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Tanzania, Angola na Burundi, endapo Rwanda haitotoa RDF wake na M23 ndani ardhi ya Lumumba, majeshi hayo yako mbioni kuingia DRC kusaidiana na wazalendo pamoja na FARDC. Katika mikataba iliyosainiwa kati ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi hizo zimeweza kukubaliana kwa pamoja kuweza kutengeneza jeshi la pamoja ambalo endapo Rwanda itakataa kuondoa majeshi yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi nchi hizo zitaunganisha nguvu ya pamoja ili kuweza kuja kuwatoa M23 kwa kinguvu. Ilifanyika Angola wakati rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alipozuru nchi ya Angola na kukutanana na kiongozi wa nchi hiyo Joao Lorenzo, na mazungumzo yalijikita kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhu ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mikataba ya ushirikiano wa kijeshi ikisainiwa. Baada ya taarifa hizo kutoka Angola, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliweza pia kusaini mikataba na nchi ya Tanzania ambako wanajeshi zaidi ya 12,000 wanatarajiwa kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuungana na Angola na Burundi ili kuweza kutongana na M23. Kwa sasa M23 wameishia kupwaya, hawana pa kwenda mbele wala kurudi nyuma. Jamii ya Umoja wa Afrika umeweza kutoa wito kwa vikosi hivyo vya RDF na M23 kuweza kuondoka jijini Uvira na kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia Umoja wa Ulaya na wao pia
wametoa wito kwa M23 haraka iwezekanavyo kuweza kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiachana na Umoja wa Ulaya, Marekani pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa vile wameweza kutoa wito mara kadhaa kutaka M23 kuweza kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ukaidi bado unaonekana kuwepo kwa upande wa M23. Kwa upande wa Marekani, uongozi wa Donald Trump umekwisha kusema mara kadhaa Trump sio mtu wa kurudia maneno yake mara mbili. Wakati anazungumza jambo, basi hilo jambo uaga linafanyika. Amezungumza Rubio ambaye ni mwakilishi wa Trump kwa masuala ya Afrika. Hivyo endapo M23 watakataa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi kitakachofuata kwao utakuwa ni mkono wa chuma. Hii ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo za Baraka1 TV, tuko majira ya saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika ya Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV. Pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, Canada, USA, Central pamoja na East Africa, Europe na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Kashosi kutoka Australia, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Irene, Ankisi Kandeki, Asimwe Baguma, Samuel kutoka Czech Republic, Jacques Baguma kutoka Uganda, Emmanuel Mangombe, wote wakiwa wanasikiliza Baraka1 TV ya Sokolo Aiba, Mashaka Ayamba, Asante Ramadan. Na baada ya taarifa hizo turudie jijini Uvira ambako tokea kuanguka kwa mji wa Uvira, vijana wengi wa M23 wanazidi kupoteza maisha huko uwanja wa vita kwenye milima ya juu ya jiji la Uvira. Mpaka sasa vijana wa M23 ambao wamekuwa wakija mara kwa mara kupanda milima ya juu kujaribu kupasua njia kuelekea maeneo ya tarafa ya Fizi wamekuwa wakikutanana na moto mtakatifu, na hivyo vipigo vinakuwa ni mara kwa mara kutoka kwa wazalendo. Kwa sasa M23 imekwisha kutuma vikosi zaidi ya mara 3 na vyote vinakwenda bila kurudi. Wanakutanana na moto mkali kwa kutoka kwa wazalendo, pia kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakishindwa kusonga mbele wala kurudi nyuma. Kwa sasa milima ya nyanja ya juu pamoja na ya chini ya Uvira na Fizi Mwenga inadhibitiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo ambao muda wowote wanatarajiwa kuweza kuingia ndani ya jiji la Uvira. Jana maeneo ya Kivovo kwenye milima ya juu, milio ya risasi ilisikika, mapigano yakiwa ni kati ya M23 na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakiwa sambamba na wazalendo. Mapigano hayo yaliweza kuwapa hasara kubwa M23. Wazalendo wako tayari kupigana na wanataka kama ni vikosi vya M23 vizidi kuja mpaka pale ambako wenyewe watahisi kwamba wamepoteza maelfu ya wanajeshi, ndipo watakapokata tamaa. M23 wanashindwa kukata tamaa licha ya kupoteza vijana wengi kwenye milima ya Uvira pamoja na Fizi na kuelekea maeneo ya Minembwe. Hii ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Mwa ile milima mule mkivovo, mwa ile milima Kivovo kwa saa hii mnawaka moto, bombe mingi sana zinapigwa ngamo na ngamo. Leo saa tuko na maneuver 45, leo samedi, leo le 10 mnawaka kwa saa hii ya maneuver, saa hii bombe zinapigwa, ni hatari. Tunasalimu ndugu zangu wa Kongomani na tumaini mko salama. Na sisi tuko bien, tunashukuru Mungu kabisa. Ni wenu mtoto wenu mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake, hawezi kuitika Rwanda ibebe hata santimetre ya pei yake, vomie kufa. Na waza tulikuwa siku mingi atuongei, makazi tulikuwa tunashughulika sana na kazi yenyewe mnajua. Leo nilitaka tu kuwatumia ka message kiloko na kaimash. Muendelee kufuatilia tu, kazi inaendelea kufanyika. Adui anapigwa msansi yote. Ona wanaanza kuwakusanyisha, wanakuwa ni atuye kama imbole, uangalie tu pale kwenye wale watu, bilulu vitakula vitachoka. Mandege itakula itachoka.
Abachoki kila siku vile nakuya tu wanaongezeka wanaongezeka. Mulete maramforo na yote isha kubakia mulete. Ramforo isha kubakia mulete. Nika mchezo nika tactique mulete ramforo. Mwambie M23 mwambie Kagame alete avukishe batu bakui. Bakui wamusaidie. Tutaisha hapo. Hii pei balikuya kuingiza kilole matako ya Kongo batafika mwisho. Baendelee kurenforcer. Biko wanapigwa mbaya, wanapigwa kusansi yote. Wanawazia seme, muneja kuchezea, mkongomana taacha hata santimetri yake mwibebe. Tuko imara. Tutatetea inchi hadi mwisho. Rwanda ina nafasi mpei yetu ya RDC. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and all in town, DJP Rajabu Akili Kabonga, ambaye niko nakurushia haya matangazo. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV na pia usikose kushiriki na sisi katika Operation Saidia Muzalendo ili kuendeleza kusaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Banda na bakongolea mbuka situation ya lelo na axe opérationnel ya Uvira. Lelo na tongo ennemi na ba 1h du matin aiko attaquer biso na bambumba ezali kolola Katongo. Katongo ezali na moya 8 km na ville ya Uvira. Ennemi aiko attaquer biso, sasa tozaki biso tozana biso na nini na FARDC ngai na zambo lobeli ya bazalendo. Ennemi aiko attaquer biso wana eti ennemi tobengani eti ndenge nazoloba na bino boye masasi ezolela me tobengani ennemi na bangumba nyonso ya likolo ya Katongo. Ndenge nazosolola na bino tozotala deja Katongo eza na se na biso me ennemi akomi ya kobalangana eza na barandi eza na bato deja bakongole na baza na kati ya ba M23 ou bazokima kuna bazolanda biso mingi ya bato na biso batikaka na Goma mingi bazoya kuse rendre pa na biso. Message moko na lingina pesa ba FARDC baza na nini ya bato na biso bakongole baza na kati ya M23 baninga na bino bazoya tozoyamba bango bien tozoyamba bango kitoko botika kosala musala ya ennemi botika kosala musala ya elongo na ba agresseur awa boya tozoyamba baninga na bino kutu ezana ba oyo bakanga bango mateka na Goma tango Goma ekoya misusu bazoya tango bayito yambi bango bakoti na FARDC babandi koyamba mbongo na bango tozosenga na FARDC za kati ya M23 tozeka ba Congolais nyonso baza kati ya M23 paya tozoyamba bango bien. Lelo toyambi 6 personnes na bango na 6 personnes na bango wana kutindila bino vite na kutindila bino bilili bazuka baza bien toyambi bango bien bazo nyokwa makuna bazo beta bango fimbo makasi balobi bo soki moto alingi aloba eloko moko boye bazo boma ndeko boma bato bazo boma bango mingi. Donc na sengi na FARDC na sengi na bato na biso bakongolais baza kati ya M23 boya tozoyamba bino tokoyamba pe bino maboko eza polele botika kozala kuna boya awa baninga na bino deja baza bien na kutindela bino ba video na kutindela bino ba image bitumba lelo nde yango wana me mungu na palangani na mususu bakomi kusiripoti epana biso. Encore une fois na lingina yebisa bato boye awa bitumba eza bien to se comporter bien na front bato batika kosedi na panique botika ko paniquer bato gouvernement ezosala maso po mungu na tozongisa esima FARDC na biso wazalendo tozosala musala moko ya makasi tozosala elongo donc to consolider déjà la position na biso soki ennemi agresseur M23 bar RDF azana makanisi ya kulubaki akokoma na Kinshasa akokoma na Fizi akokoma na Baraka là vraiment il est en train de se lever debout akokoma te. Ça c'est une zone vraiment stratégique, c'est une zone
vraiment tokusala tactique nyonso ya oyo kosenga makati ya nini ya musala masoda. Donc les choses vont très bien. Toza bien na kati ya front. Déjà tosi topengani munguna na banguma nyonso déjà azalaki na kati. Merci beaucoup.